Kuna taarifa hapa kumhusu Samia Suluhu ambazo zitakuacha mdomo wazi na zinataka umakini sana kuelewa. Samia Suluhu sasa ameingia pabaya baada ya kampeni ya kusafisha jina lake kugunduliwa nchini. Hii ni baada ya Samia Suluhu kumwokoa mtoto mchanga jana aliyetelekezwa. Sasa habari zaibuka kuwa mtoto huyo mchanga hakutelekezwa kabisa na ni mtoto kutoka Zanzibari na ana uhusiano na Samia Suluhu na ni sinema pia ya kusafisha jina lake baada ya matukio ya vifo na mauaji mnamo Oktoba mwaka jana. Yote haya nitakueleza na nikwambie ni nini ambacho kimetokea na ni siri gani zaidi ilifichuka na ni nani amefichua siri hizi. Kama kawaida yetu, kabla ni kujuza yote, niambie unanitazama au kunisikiliza ukiwa maeneo gani, kama umo nje ya nchi niambie unanitazama ukiwa nchi gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania niambie unanitazama ukiwa maeneo gani. Mtazamaji, utata mkubwa umeibuka nchini Tanzania baada ya kuibuka madai mapya kuhusiana na tukio la Samia Suluhu Hassan kusifiwa sana kwa kumwokoa mtoto jana anayedaiwa kutelekezwa katika wilaya ya Nzega mkoani Tabora. Hadithi ya masimulizi hii hapo awali jana ilienea katika vyombo vya habari vya kitaifa na majukwaa ya kijamii kama wakati wa huruma kutoka kwa Rais Samia, na watu wengi wakishangilia kitendo hicho kama maonyesho ya nguvu ya ubinadamu na uongozi kutoka kwa Rais Samia. Hata hivyo, hali hiyo sasa imechukua mkondo mkubwa tofauti baada ya wakosoaji wakubwa kuanza kuhoji iwapo tukio hilo lilikuwa la kweli au ni sehemu ya juhudi pana za kurekebisha sura ya Rais Samia kwa umma wa Watanzania. Suala hili limekuwa haraka na kwa mjadala wa kitaifa, huku sauti tofauti kubwa zikiwasilisha simulizi na siri zinazoshindana kuhusu kile kilichotokea. Mzozo huo uliongezeka na kuwa mbaya mtandaoni baada ya mwanaharakati wa mitandao ya kijamii maarufu Mange Kimambi kudai kuwa amepata taarifa za siri zinazoshangaza na kushtua zinazosema kuwa mtoto huyo ambaye aliweza kuchukuliwa ama kuokolewa na Samia Suluhu baada ya kutelekezwa akiwa mchanga. Ukweli ni kwamba mtoto huyo hakutelekezwa kabisa na taarifa hizo ni za uongo, na kama ilivyoripotiwa awali haikuwa ukweli. Kauli zake Mange Kimambi sasa zimezua mijadala mikali mitandaoni, haswa kwa sababu kisa hicho kilitokea miezi kadhaa baada ya matukio ya vurugu ya Oktoba 29 Tanzania mwaka jana, ambayo bado ni mada nyeti nchini na sasa inasemekana inajaribu kuficha sura ya rais. Kulingana na wakosoaji wengine, wakati wa hadithi hiyo umeibua shaka kwamba tukio hilo huenda lilitumiwa kurekebisha mtazamo wa umma juu ya rais na CCM. Wafuasi wa serikali hata hivyo wamekanusha madai hayo na kusisitiza kwa kitendo hicho cha kibinadamu hakipaswi kuingizwa kisiasa. Katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X pamoja na Instagram, Mange Kimambi asubuhi ya leo aliweza kuandika taarifa ambayo iliweza kutatanisha na kushtua wengi. Taarifa ifuatayo ambayo ilisambaa haraka kwa watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Ningependa kumnukuu rasmi maneno aliyoyaandika na ni kama unayoyatazama kwenye screen yako, lakini kabla nisome maneno hayo, kumbuka kulike video hii na usubscribe. Nikimnukuu, alianza kwa kusema hivi: nimeletewa habari sasa hivi ila sijathibitisha bado, naomba uichukue habari hii kwa makini. Mleta habari anasema kuwa huyu mtoto hajatelekezwa. Anasema mtoto katokea Zanzibari, ni mtoto wa ndugu ndani ya familia ya kimama. Mama mtu ni binti mdogo wa Kiislamu, amezaa hajaolewa na walikuwa wanaficha ujauzito wa huyo binti. Mange Kimambi aliendelea na ujumbe wake kwa kupendekeza kwamba hadithi hiyo kumhusu mtoto huyo mchanga na Samia Suluhu inaweza kuwa ilipangwa ili kushawishi maoni ya umma kuhusu rais. Katika chapisho hilo lake kama unavyotazama, aliendelea kusema hivi: CCM wako kwenye kampeni kamili ya kumsafishia jina Mama Samia Suluhu, wanajaribu kusoften up image yake. Kuanzia sasa Watanzania mtarajie movie tupu za kumwonyesha Mama Samia kama binadamu ili msahau yale matukio yaliyoweza kutokea mnamo Oktoba 29 mwaka jana. Ujumbe wake haukuishia hapo. Mange Kimambi aliendelea kudai kwamba juhudi zaidi za uhusiano wa umma zinaweza kufuata katika wiki zijazo. Nikimnukuu, aliandika zaidi akisema, mwambieni Wastara arudi kitandani haraka. Safari hii pesa itatoka kubwa tu, maana
Wale wa CCM kwenye kampeni kubwa ya kusafisha picha ya mama watatumia pesa hizo kulingana naye. Mtazamaji, hata hivyo, madai hayo yalizua hisia haraka mtandaoni. Baadhi ya wananchi walisema madai hayo yanazua maswali mazito ambayo hayana uhakika na yanayopaswa kuchunguzwa na mamlaka. Wengine waliomba tahadhari, wakieleza kuwa hata Mange Kimambi mwenyewe alikiri kuwa hajathibitisha taarifa hizo, na hii inaonyesha wazi ya kwamba taarifa hizo hazina uhakika kulingana na wengine. Hata hivyo, wakosoaji wa rais na CCM walimuunga mkono Mange Kimambi. Licha ya kanusho hilo, chapisho hilo pia limeenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii ya Tanzania na kuzidisha mjadala kuhusu siasa, uwajibikaji na uongozi. Katikati ya mjadala huo ni kitendo cha Rais Samia kumwokoa mtoto huyo. Awali wa Tanzania wengi walitafsiri tukio hilo kuwa ni ishara ya huruma kutoka kwa mkuu wa nchi. Picha na ripoti za wakati huo zilisambaa sana, zikimwonyesha Rais Samia akionyesha kujali mtoto mchanga na kuhakikisha mtoto huyo anapata matunzo yanayostahili. Wafuasi walisema kuwa kitendo hicho cha kibinadamu kiliakisi kiongozi anayejali sana raia walio hatarini, haswa watoto waliotelekezwa au kupuuzwa. Hata hivyo, wakosoaji hawakuliona hivyo. Waliona kama hii ni njama ya CCM kumsafishia jina Samia Suluhu baada ya vifo vya Oktoba 29 mwaka jana. Hata hivyo, wakosoaji wanahoji kuwa hali hiyo haiwezi kutenganishwa na muktadha mpana wa kisiasa wa nchi. Matukio ya vurugu yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana bado yana uzito wa majadiliano ya umma. Familia kadhaa zinaendelea kudai majibu kuhusu matukio hayo na miili, na baadhi ya takwimu za upinzani zinasema serikali haijatoa uwazi wa kutosha kuhusiana na kile kilichotokea katika kipindi hicho cha mwaka jana. Miongoni mwa sauti zilizochangia mjadala huo wa kitaifa ni mwanasiasa wa upinzani Godbless Lema, ambaye pia kwa upande wake alitoa majibu ya kipimo zaidi, huku akikiri huruma iliyoonyeshwa kwa mtoto mchanga na Samia Suluhu. Alisisitiza kwamba uongozi lazima pia, kando na mtoto mchanga, iweze kuhukumu kwa haki kwa kanuni pana za uwajibikaji nchini kwa raia wake. Matamshi yake Godbless Lema yaliongeza safu nyingine kwenye mjadala huo na kuelekeza mazungumzo kuelekea majukumu ya viongozi wa kitaifa. Godbless Lema alieleza msimamo wake kwa ufasaha wakati akizungumzia mjadala wa hadhara unaohusu swala hilo. Alisema kuwa matendo ya wema, ingawa yanastahili kupongezwa, hayapaswi kufunika hitaji la uwazi na usawa katika utawala. Kulingana na Godbless Lema, uongozi thabiti unaonyeshwa sio tu kupitia ishara za umma, lakini pia kupitia maamuzi ambayo yanalinda haki, usalama na utu wa raia wote. Pia Godbless Lema alifahamisha kuwa familia nyingi nchini Tanzania zinaendelea kutafuta majibu kuhusu kupotea kwa ndugu au wapendwa wao waliopotea wakati wa matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Katika muktadha huo, alipendekeza kuwa viongozi wa kitaifa wanapaswa kutambua familia hizo na kufanya kazi ili kuzifunga maoni. Hata hivyo, maoni yake yaligusa watu wengi ambao wanaamini kuwa nchi ya Tanzania lazima ikabiliane na maswali magumu kuhusu matukio ya zamani. Lema alirejelea tukio jingine la hivi karibuni linalomhusisha rais alipomkabidhi gari mama wa marehemu mwigizaji wakati wa kuadhimisha siku ya wanawake duniani, huku rais akitambua thamani ya mfano wa kuheshimu watu mashuhuri na familia. Vilevile, Godbless Lema alipendekeza kwamba jamii inapaswa pia kuwakumbuka wengine ambao wamekumbwa na mikasa ya kibinafsi na kuendelea kutafuta haki au msaada. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa au kufanikiwa kukuandalia katika video ama taarifa hizi. Ningependa nisikie maoni yako kuhusiana na madai haya ya Mange Kimambi pamoja na tukio hili la Samia Suluhu kuweza kumwokoa mtoto huyu aliyetelekezwa na kumpatia jina lake, na kuachia uwanja huu wa comment section. Vilevile like video hii na usubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.